Mheshimiwa Spika, kwa kuwa uhai wa bunge hili la 11 unaelekea ukingoni na kwa maana hiyo kuifanya hotuba hii kuwa hotuba yangu ya mwisho, na huko nyuma tulishauri mambo mengi sana, leo nitajielekeza zaidi kwenye kutoa tathmini ya utekelezaji wa mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka 5 sambamba na utekelezaji wa bajeti ya serikali katika kutekeleza mpango huo kwa kipindi cha miaka 5. Aidha, nitazungumzia kwa kifupi sana majanga yanayolikabili taifa kwa sasa na namna majanga hayo yalivyoathiri uchumi kwa ujumla na hususan makisio ya upangaji bajeti 2021. Tathmini ya utekelezaji wa mpango wa taifa wa maendeleo. Mheshimiwa Spika, katika kufanya tathmini hiyo, kambi rasmi ya upinzani bungeni itaonesha hali ilivyokuwa mwaka 2015 wakati mpango unaandaliwa, malengo yaliyokusudiwa kufikiwa hadi mwaka 2021 na hali halisi iliyofikiwa kwa utekelezaji hadi mwaka 2020. Tathmini hii itahusu maeneo yanayohusu ustawi wa wananchi wanyonge ambao kimsingi anabeba wakilishi mkubwa wa mpango mzima. Wastani wa ukuaji uchumi. Mheshimiwa Spika, wakati wa mpango wa kwanza wa maendeleo ya miaka 5 unamaliza muda wake mwaka 2015, wastani wa ukuaji wa uchumi ulikuwa ni 7%. Mpango wa pili wa maendeleo wa miaka 5 ambao ndio huu tulionao sasa hivi ukaweka malengo ya ukuaji uchumi kwa wastani wa 10%. Mwaka wa kwanza wa utekelezaji wa mpango wa pili wa maendeleo wastani wa ukuaji uchumi ukashuka kwa 0.2 hadi kufikia ukuaji wa 6.8 mwaka 2017. Miaka miwili iliyofuata, yani 2018 na 2019, ukuaji wa uchumi ulirejea kwa wastani wa kawaida wa 7%, lakini haukuweza kuvuka hapo. Mheshimiwa Spika, tafsiri ya uchambuzi huo mdogo ni kwamba mpango wa pili wa maendeleo wa miaka 5 umeshindwa kabisa, yani 0, kufikia lengo la wastani wa 10% la ukuaji wa uchumi. Maelezo ya waziri wa mpango jana aliyowasilisha kwa mbwembwe nyingi sana yamebainisha vile kwamba ukuaji utapungua tena kutoka 6.9 mpaka 5.5. Pato la wastani kwa kila mtu. Mheshimiwa Spika, mpango wa pili wa maendeleo wa miaka 5 ambao tunautekeleza hivi sasa ulikusudia kupandisha pato la wastani kwa kila mtu kutoka dola za Kimarekani 1043 sawa na shilingi za Tanzania milioni 2.4 mwaka 2015 hadi kufikia dola za Kimarekani 1500 sawa na shilingi za Tanzania milioni 3.4 fikapo mwaka 2020. Mheshimiwa Spika, kinyume na matarajio hayo, mwaka wa kwanza wa utekelezaji wa mpango huo, yani 2017, pato la wastani kwa kila mtu liliweza kuongezeka kwa dola moja tu kufikia dola za Kimarekani 1044 kutoka dola za Kimarekani 1043. Mheshimiwa Spika, mwaka wa pili wa utekelezaji wa mpango, yani 2018, pato la wastani kwa kila mtu liliongezeka kwa dola za Kimarekani 46 na kufikia dola za Kimarekani 1090 kutoka dola za Kimarekani 1044 zilizorekodiwa mwaka 2017. Kwa mujibu wa hotuba ya waziri wa fedha jana, mpaka sasa 2020 pato la wastani ya kila mtu kwa mwaka ni dola 1121, zimeongezeka dola zingine 31 toka dola 1090 zilizoripotiwa mwaka 2018. Mheshimiwa Spika, ukitazama mwenendo wa ukuaji wa pato la wastani kwa kila mtu kwa mwaka utagundua kwamba hakukuwa na ongezeko la maana la pato la wastani kwa kila mtu ambalo serikali hii inaweza kujivunia kwamba ilipiga hatua. Kwa mfano, tukichukulia kwamba ongezeko kubwa la dola za Kimarekani 46 lililotokea mwaka wa pili wa utekelezaji wa mpango, yani 2018, ndilo ongezeko litakalotokea kila mwaka, ina maana kwamba ili kufikia lengo la mpango wa kuwa na pato la dola za Kimarekani 1500 kwa mwaka kwa kila mwananchi kutoka dola 1043 zilizorekodiwa mwaka 2015, itachukua miaka takribani 9 kuweza kufikia lengo. Kiwango cha umaskini. Mheshimiwa Spika, kiwango cha umaskini kilichorekodiwa katika mwaka wa fedha 2011-12 kilikuwa ni 28.2% ya Tanzania wote. Hata hivyo, mpango wa pili wa maendeleo wa miaka 5, yani
17 mpaka 2021 ilikusudia kupunguza kiwango hicho hadi kufikia 16.7. Ili kufikia lengo la kupunguza kiwango cha umaskini hadi kufikia 16.7 kutoka 28, ilitakiwa umaskini upungue kwa 11.5 ndani ya kipindi chote cha miaka mitano ya utekelezaji wa mpango. Hii ina maana kwamba kila mwaka ilitakiwa kupunguza umaskini kwa 2.3. Mheshimiwa Spika, kinyume na matarajio hayo, kiwango cha umaskini kimepungua hadi kufikia 26.4 tu mwaka 2020, ikiwa ni sawa na punguzo la 1.8. Ikiwa punguzo la 11.5 ndio kiwango cha 100% cha kufikia lengo la kupunguza kiwango cha umaskini, ina maana kwamba punguzo la 1.8 ambao serikali ya CCM imefanikiwa ni sawa na kiwango cha 15.6 tu cha utekelezaji wa mpango kufikia lengo la kupunguza kiwango cha umaskini hadi kufikia 16.7. Kwa maneno mengine, mpango wa pili wa taifa wa maendeleo wa miaka mitano umeshindwa kwa 84.4 kufikia lengo lake la kupunguza kiwango cha umasikini kutoka 28.2 mwaka 2015 mpaka kufikia 16.7 mwaka huu. Uzalishaji wa umeme. Mheshimiwa Spika, mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka mitano ulikusudia kupandisha kiwango cha uzalishaji umeme kutoka megawati 1501 zilizokuwa mwaka 2015 hadi kufikia megawati 4915 ifikapo 2020. Hata hivyo, hadi kufikia mwaka 2020, ikiwa ni mwaka wa mwisho wa utekelezaji wa mpango, serikali imeweza kuongeza kiwango cha uzalishaji wa umeme hadi kufikia megawati 1603. Kiwango hiki ni sawa na ongezeko la megawati 102.3 tu kutoka megawati 1501 zilizorekodiwa mwaka 2015. Ili kufikia lengo la kuzalisha megawati 4915, ilitakiwa katika kipindi cha miaka mitano utekelezaji wa mpango kuwe na uzalishaji wa megawati 3414. Kwa hiyo uzalishaji wa megawati 102 uliofanywa mpaka sasa ni sawa na 2.9 tu ya lengo. Hii maana yake ni kwamba mpango umeshindwa kufikia lengo lake la uzalishaji wa megawati 4915 kwa 97.1. Mheshimiwa Spika, kambi rasmi ya upinzani bungeni inasikitishwa sana na utekelezaji duni kiasi hiki wa mpango katika kipengele cha uzalishaji wa umeme, hasa kuzingatia kwamba serikali hii imekuwa ikiwaaminisha wananchi kuwa uzalishaji wa umeme unaridhisha na kwamba serikali ina mpango wa kuanza kuuza umeme nchi jirani kutokana na utoshelevu wa umeme nchini. Vifo vya mama wajawazito wakati wa kujifungua. Mheshimiwa Spika, mpango wa pili wa maendeleo ya miaka mitano ulikusudia kupunguza vifo vya mama wajawazito wakati wa kujifungua hadi kufikia vifo 250 kati ya mama wajawazito 100,000 wanaojifungua kutoka vifo 432 vilivyokuwepo wakati huo. Badala ya vifo vya kina mama wajawazito waliojifungua kupungua kadiri ya malengo ya mpango, vifo hivyo vimekuwa vikiongezeka kila mwaka. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani, vifo vya kina mama wajawazito wakati wa kujifungua vilifikia 556 kati ya kina mama 100,000 mwaka 2016-17, 554 kati ya kina mama 100,017 mwaka 2017, 578 kati ya kina mama 100,000 mwaka 2018. Takwimu hizi zinaonyesha kwamba kumekuwa na ongezeko la vifo 124, vifo 92 na vifo 146 kati ya kina mama 100,000 waliojifungua kwa mtiririko wa miaka tajwa hapo juu, na vifo 432 vilivyorekodiwa mwaka 2014 na ikilinganishwa na vifo 432 vilivyorekodiwa mwaka 2014-15. Mheshimiwa Spika, kambi rasmi ya upinzani bungeni inatafsiri
ongezeko hili la vifo vya kina mama wajawazito wakati wa kujifungua kama taswira halisi ya serikali ya CCM kupuuza na kutokuchukulia kwa uzito stahili suala la afya mama na mtoto. Kwa kuwa eneo hili la kupunguza vifo vya mama wajawazito wakati wa kujifungua, serikali imeshindwa kupunguza hata kifo kimoja kutokana na vifo hivyo vilivyorekodiwa mwaka 2014-15, na hivyo kupata alama ya 0% katika utekelezaji wa mpango kuhusiana na jambo hili. Huduma ya maji safi na salama vijijini. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, eneo hili ni muhimu sana kwa maisha ya wananchi kwa kuwa maji ni mojawapo ya mahitaji ya msingi ya binadamu ili aweze kuishi. Kutokana na umuhimu wa maji katika maisha ya wananchi na kutambua changamoto nyingi zinazowakabili wananchi waishio vijijini ikiwemo upungufu wa huduma za maji, mpango ulikusudia kuongeza kiwango cha huduma za maji safi na salama vijijini hadi kufikia zaidi ya 80% ifikapo mwaka 2021 kutoka 70% iliyorekodiwa mwaka 2014-15. Mheshimiwa Spika, kinyume na malengo haya ya mpango, kiwango cha huduma ya maji safi na salama vijijini kilipungua hadi kufikia 64.8 kutoka 72% iliyorekodiwa mwaka 2014-15, ikiwa ni sawa na anguko la 7.2. Mheshimiwa Spika, unakumbuka hata wewe wakati wa hotuba ya maji ulilalamika sana jinsi ambavyo jimbo lako la Kongwa limekuwa halitendewi haki katika eneo hili. Kwa tunazungumza lugha moja. Mheshimiwa Spika, sio nia yangu kufanya tathmini ya kila lengo, isipokuwa nataka kuonyesha kwamba hichi kitu kinachoitwa mafanikio ya kishindo kama ambavyo jana kiliwasilishwa na Mheshimiwa Mpango kina walakini mkubwa. Kutotekeleza bajeti ya miradi ya maendeleo kikamilifu. Mheshimiwa Spika, hoja nyingine ya msingi ambayo imekuwa kikwazo kikubwa katika utekelezaji bora wa mipango ya maendeleo hapa nchini ni tabia sugu ya serikali ya kutotekeleza bajeti ya miradi ya maendeleo kama ilivyopitishwa na Bunge. Hii ni hoja ambayo kambi rasmi ya upinzani bungeni imekuwa ikipigia kelele tangu wakati wa utekelezaji wa mpango wa kwanza wa taifa wa maendeleo. Mheshimiwa Spika, si jambo la kubishaniwa kwamba ili mpango uweze kutekelezwa unahitaji bajeti, kwa maana fedha za kutekeleza mpango huu. Ukweli ni kwamba fedha hazipelekwi kama ilivyopangwa. Hata jana Waziri Mpango ametuthibitishia kwamba katika mwaka wa fedha 19-20 mpango wa taifa wa maendeleo ulitenga trilioni 12.25 sawa na 37% ya bajeti nzima ya serikali, lakini fedha iliyopelekwa mpaka jana ni shilingi trilioni 7.63 tu. Sasa ninafanya uchambuzi wa sekta chache ambazo tunadhani ni muhimu. Sekta ya kilimo. Mheshimiwa Spika, ukichukulia sekta ya kilimo ambayo inakadiriwa kuajiri 80% ya Watanzania, bajeti ya maendeleo imetekelezwa kwa wastani wa 17.55 kwa miaka yote minne ya utawala wa serikali hii. Mheshimiwa Spika, ikiwa serikali imetekeleza bajeti ya maendeleo kwenye kilimo kwa wastani wa 17.55, hii ina maana kwamba 82.45 ya bajeti ya maendeleo kwenye sekta ya kilimo haikutekelezwa. Kwa maneno mengine, 82.45 ya miradi ya maendeleo ya kilimo haikutekelezwa. Ukisoma hotuba yangu nimeelekeza kwa kina jinsi sekta inavyogusa Tanzania wengi, kwa naomba mrejee hotuba kwa maelezo zaidi, muda hautoshi kuchambua. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo, naomba kuwasilisha maoni ya kambi rasmi ya upinzani. Kwa sababu ya muda, ninaomba hotuba yote ingizwe kama ilivyo, na nimalizie kumwambia Mheshimiwa Mpango, mbwembwe za jana zilitokana na nini? Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.